Karibu Wina Media upate habari mbalimbali za michezo, uchambuzi kutoka ligi kuu Tanzania bara. Subscribe na bonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata habari zote hizi. Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Wina Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya Simba Sport Club pamoja na Young Africans katika mchezo ambao ulikwenda kuwakutanisha hivi majuzi, ambapo umeweza kushuhudia klabu ya soka ya Yanga ikiweza kuondoka na taji la ngao ya jamii. Sasa kuna mambo ambayo yameweza kutokea baada ya mchezo huo, na kwenye mchezo huo ambao yameleta ukakasi mkubwa kwelikweli kwa mashabiki wa klabu ya soka ya Simba Sport Club wakiweza kulalamika, lakini pia shirikisho lenyewe limeweza kutoa taarifa kuhusiana kile ambacho kinachoendelea kwa sasa juu ya maamuzi aliyoweza kutolewa kwenye mchezo huo, wengi wakienda kulaumu uongozi pamoja na TFF na juu ya kile ambacho kilichoweza kutokea. Ni kitu gani hicho ambacho kimeweza kutokea na kimeweza kuleta mtafaruko mkubwa? Utakwenda kujua hapa, kwa sababu taarifa kamili ya kila kitu ambacho kinachoendelea mimi niko nayo hapa na nimekusogezea kwa ukaribu zaidi. Utakwenda kujua mwanzo mwisho ya kile ambacho kinachoendelea. Ni kitu gani hicho? Ni hiki hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba ikiwa ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Wina Media, ajue kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu ano jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa. Taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kuzungumza kuhusiana hili ambalo linaloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka si wengine bali unazungumzia hawa ni klabu ya soka ya hapa nazungumzia Simba Sport Club pamoja na Young Africans katika mchezo huo. Bana, mchezo wa ngao ya jamii ambao ulikuwa unapigwa tarehe 16 dimba la Benjamin Mkapa, ambao ulifanyika kukiwa mashabiki wamejaa kwelikweli wakienda kushuhudia timu zao zote mbili, nazungumzia vigogo Simba na Yanga, maana waliweza kufanya usajili mzito kwelikweli hivi karibuni, ambapo ukaweza kushuhudia kila mmoja akiatambiana mwenzie kwamba siku akimkamata atakwenda kumpasua vilivyo kweli kweli. Lakini ikaenda tofauti, ambapo Young Africans wakaibuka kidedea katika mchezo huo baada ya dakika 90 zilizosimamiwa na mwamuzi Rajiga, mwamuzi kutoka Tanzania, jambo ambalo watu walifurahia na kuna watu ambao hawakufurahia. Bana, inaelezwa kwamba kilichotokea msimu uliopita katika vuta ni kuvute, inaelezwa kwamba kumbe watu walikubaliana bila sisi kututaarifu. Walikubaliana nini? Ndio swali muhimu kabisa. Bana, inaelezwa kwamba baada ya vuta ni kuvute iliyotokea katika msimu uliopita mpaka mechi ya mwisho ya Simba na Yanga kwenda kuchezwa, ikiwa ni mechi ya mwisho katika ligi, baada ya wawili hao kuwa na vuta ni kuvute yao ambayo iliendelea kwa muda. Mwingine anasema kwamba sichezi, mwingine anasema kwamba nacheza, mpaka unifanyie hivi ndo nitacheza, unaona bana. Kwa hiyo mambo yalikuwa ni mengi katika msimu uliopita, lakini mpaka wanakwenda kukutana na mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, ambapo waliweza kuwaketisha wote wawili Simba na Yanga na kuwaeleza kwamba wacheze, waachana mambo mengine. Basi kumbe inaelezwa kwamba TFF na vilabu hivi Simba na Yanga walikubaliana kwamba pindi ambapo michezo hii ambayo mara nyingi inabeba hisia za watu wengi na ni michezo ambayo pengine huwa ina tafsiri ya kwamba bingwa ni nani, kutokana na kuwa hawa ni vigogo ambao wanashindana sana kwenye kuwa mataji. Inaelezwa kwamba kwa kile kilichoweza kutokea katika msimu uliopita, TFF na Simba na Yanga walikubaliana
kwamba kwa kile ambacho kinachoonekana katika michezo hii ya dabi, basi bila shaka marefali wote iwe refari wakati mshika kibendela, watu wa mezani pale na nini, wote watoke nje kama ilivyokuwa katika mchezo wa mwisho wa ligi kuu ya msimu uliopita, ambapo tuliweza kushuhudia waamuzi kutoka Morocco na wengine kutoka Mauritania wakiweza kudondoka pale katika dimba la Benjamin Mkapa na kumaliza mchezo ule. Kwa hiyo wamekubaliana kwamba walikubaliana hivyo kwamba marefari watoke nje. Kwa mujibu si wa kauli yangu, ni kauli ambayo ilitolewa na mwenyekiti wa kikosi cha wekundu wa Msimbazi Simba, hapa nazungumzia Murtaza Mangungu, alipokuwa akihojiwa baada ya mchezo huo kukamilika kwa Simba kupoteza kwa bao 1-0 mbele ya Young Africans kwa mara ya 6 mfululizo. Inaelezwa kwamba alinukuliwa akisema ya kwamba TFF walikubaliana kwamba marefari watoke nje. Hajafurahishwa na maamuzi ambayo yamefanywa na waamuzi, huku akilalamikia goli ambalo alilifunga Pacome Pedro Zouzoua baada ya kuwa katika kuonekana akiwa katika eneo la offside, jambo ambalo limeweza kuleta tafsiri ya watu wengi wakitafsiri ya kwamba pengine hapa nazungumzia pengine Young Africans kuonekana kama wanabebwa kwenye kile ambacho kimeonekana. Kwa hiyo watu wanajiuliza nini hiki, unaona bana, na taarifa zinaeleza kwamba pengine watu wako wanafanya uchunguzi kuweza kujua kama kuna viashiria vyovyote vya yale ambayo ameweza kuyazungumza. Hapa nazungumzia mwenyekiti huyo wa kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Lakini katika taarifa nyingine, unaambiwa Mohamed Dombia, mmoja kati ya wachezaji ambao walipata nafasi ya kucheza katika mchezo wa dabi ya Kariakoo katika hapa nazungumzia Ngao ya Jamii, unaambiwa nimemwangalia mechi 3 mpaka sasa, ana potential ya kuwa mchezaji mkubwa mpaka sasa hivi. Miaka 26, maisha yake ya mpira, amekuwa Ulaya kwa muda mrefu. Kwa hiyo mabadiliko ya mazingira ndani na nje ya uwanja yatamfanya awe anaimarika taratibu. Kwa wachezaji waliopo Yanga, ana chumba kikubwa sana cha kuzoea mazingira kuingia kwenye first 11 mdogo mdogo. Naamini Romain Folz na benchi lake hawatamharakisha kuwa mchezaji wa first 11. Unaona bana, akiweza kuzungumzia kile ambacho amekiona kwenye yale ambayo yametokea, ambapo kusema ukweli, ukiwa kama shabiki wa Simba unatamani kusema tumepoteza ingawa tulicheza vizuri, lakini ukikumbuka alichokicheza Yanga unaona aibu. Leo Simba yawezekana ilikuwa ndio siku nzuri ya kucheza na Yanga kwa kipindi cha hivi karibuni kuliko siku yoyote. Hawakuwa na mechi bora, alafu hata hivyo ni mara ngapi Simba wamepoteza dhidi ya Yanga kwenye hali kama hii? Yani wanacheza vizuri na wanafungwa. Ni nyingi tu katika hizi 6 mfululizo. Hakuna cha kujipa moyo tena kwa wanalunyase. Kuna muda dabi, we shinda tu, mambo ya performance muachie Mbosso. Unaona bana, kwa kile tu ambacho kimeonekana. Mambo yameonekana kuwa mazito kwa wekundu wa Msimbazi Simba Sport Club juu ya kile ambacho kinaendelea kuhusiana na klabu ya soka ya Simba Sport Club. Unaona bana, na wengine wakienda mbali zaidi wakisema ya kwamba pengine sasa ni muda wa Fadru kuweza kuachia timu yao. Unaona bana, hao ni maneno ya mashabiki. Lakini ligi kuu ya Tanzania bara inaanza hii leo, ambapo kuna michezo ambayo itakayoanza kuchezwa kwa siku hii ya leo. Utakwenda kujua hapa kwa sababu kila kitu lazima nikusogezee hapa uweze kujua nini ambacho kinaendelea, ambapo ligi kuu itaanza majira ya saa 10, ambapo KMC atacheza dhidi ya Dodoma Jiji, ambapo majira ya saa 1 kamili Coastal Union atawakaribisha Tanzania Prison. Unaona bana, kwa hiyo leo hii msimamo wa ligi huenda ukaanza kusoma kwa kile ambacho kinachoendelea bana. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment kuhusiana na taarifa hii, kwa kile ambacho